Moja ya maeneo ambayo ibilisi waga anayasimamia vizuri, anayafuatilia vizuri, ni mwanzo wa jambo. Kila mtu anamsikia Mungu kulingana na nafasi ambayo Mungu alimweka. Shetani anapambana mchana na usiku usikae kwenye hiyo nafasi, ili Mungu akishuka asikukute. Na shetani anapohangaika na hiyo nafasi, anajua wazi kabisa kwamba kile kilichowekwa ndani yako hakitafanya nini? Hakitatokea. Mtu anapoondolewa kwenye nafasi, cha kwanza, maisha yake yanajaa hofu. Mungu hajakuumba uishi kwa hofu. Watu wengi sana hawamtafuti Mungu anayeponya ndoa na familia. Anaanza kutafuta mifumo mingine inayoweza kumsaidia. Kwa nini si utafuti uso wa Mungu juu ya hii ndoa? Kwa nini si utafuti uso wa Mungu juu ya watoto? Kwa nini si utafuti uso wa Mungu juu ya huyu mume wangu? Kwa nini si utafuti uso wa Mungu juu ya huyu mke wangu? Kwa nini sihangaiki? Kwa nini ninapambana kukimbilia maeneo mengine? Ukishaona unakimbilia zaidi maeneo mengine, ujue umeondolewa kwenye nafasi, na aliyekuondoa hataki kabisa urudi kwenye neema inayoweza ikakurudisha kwenye nafasi. Inawezekana kabisa kupita kwenye kipindi kigumu kwa sababu ya yule mtu anayeletwa kwenye maisha yako. Na ndio maana lazima Mungu akupe neema ya kujua namna ya kuomba, kutegua, kubatilisha chochote ambacho ibilisi alikitumia kuzuia hiyo nafasi yako. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya session hii ya jioni. Kwa namna ya jioni, hiki ni kipindi chetu cha kwanza, na kwenye kipindi hiki ambacho Mungu ametupa jioni ya leo, tunaangalia moja ya sababu ambazo zinaweza zikatumika kumwondoa mtu kwenye nafasi, na Roho Mtakatifu atatupitisha kwenye sababu nyingi ambazo zinawaondoa watu kwenye nafasi. Lakini sababu ya kwanza ambayo nataka tuiangalie ni namna mtu anavyozaliwa, na kupitia namna anavyopokelewa akizaliwa. Kumbuka somo letu ni kukabiliana na vizuizi vya hatima. Ndio somo Mungu alilotupa, na ninamwomba Mungu atupe neema ya kuingia kwa undani na kufuatilia ni kukabiliana na vizuizi vya hatima. Na kizuizi cha kwanza ambacho nataka tukitazame katika ibada hii ni kizuizi ambacho ibilisi anakitumia wakati mtu anapokuja duniani. Kwa hiyo mtu anapokuja duniani, shetani anaweza akafunga magoli mengi sana. Mtu anapokuja duniani, kwa nini? Kwa sababu Mungu anautangaza mwisho wa mtu mwanzoni. Hatima ya mtu huwa inatangazwa mwanzoni. Mahali mtu anakoelekea huwa inatangazwa mwanzoni. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, nimesikia Roho Mtakatifu ananisemesha sana kuhusu hiki kitu, kwa hiyo tutakuwa na vitu vya kuombea pale. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ile ya 4 na ule mstari wa 9. Mambo ya Nyakati wa Kwanza ile sura ya 4 na ule mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi: naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake. Kwenye Biblia wamesema kuliko nduguze. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni.
mamaye akamwita jina lake Yabesi, akisema, maana yake kilichosababisha akatoa hilo jina. Kwa hiyo mama yake alimwita jina Yabesi akisema. The motive behind the name, nini kilichosababisha mama akatoa hilo jina? Kwa hiyo Biblia inasema mamaye akamwita jina lake Yabesi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Kwa hiyo haraka Yabesi maana yake huzuni, na mama alitoa hilo jina akiwa na sababu. Hakutoa hilo jina bila sababu, alitoa hilo jina akiwa na sababu. Sababu ambayo mama yuko nayo, nimezaa mtoto kwa mateso, nimezaa mtoto kwa maumivu, nimezaa mtoto kwa misukosuko, nimezaa mtoto kwa mahangaiko. Na maandiko hayasemi huyu mama alikutana na mateso ya aina gani. Hiyo imewekwa kwenye bracket. Lakini yalikuweko mateso, lakini ilikuweko huzuni, lakini yalikuweko mahangaiko. Kwa Biblia inasema mamaye alimwita jina lake Yabesi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli. Lile neno akamlingana Mungu wa Israeli, maana yake akamtafuta Mungu, maana yake akautafuta uso wa Mungu. Biblia inasema huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema. Anasema nini? Lau kwamba ungalinibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungalikuwa pamoja nami, nawe ungalinilinda na uovu, ili isiwe kwa huzuni yangu. Alafu naona maandiko yakisema, naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Na mimi leo ninakuombea hiyo neema katika jina la Yesu. Bwana akujalie yale utakayoyaomba katika ibada ya leo. Bwana akujalie yale utakayoyasema katika ibada ya leo. Bwana Yesu akakujalie yale utakayoyataka katika ibada ya leo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa nataka twende taratibu kwenye hiki kitu ambacho Mungu ametusemesha. Nimekwambia tunafuatilia mambo ambayo ibilisi huwa anayatumia kumuondoa mtu kwenye nafasi ambayo inaweza ikafungua milango mbele yake. Na mtu anapokuja duniani, Mungu anakuwa anatangaza hatima ya huyo mtu anapokuja tu duniani. Tuliona maandiko yakisema kwenye ile Yeremia 29:11, ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi, I know the plan I have for you. Kwa mtu anapokuja duniani tayari Mungu anamwazia mawazo ya baraka, tayari Mungu anamwazia mawazo ya neema, tayari Mungu anamwazia mawazo ya kuinuliwa, tayari Mungu anamwazia mawazo ya kustahimili kila aina ya vikwazo ambavyo yamkini anaweza akakutana navyo. Mungu anasema anajua mawazo anayokuwazia wewe. Kwa hiyo hakuna mtu anakuja duniani Mungu hana mawazo ya baraka juu ya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuliona katika Isaya 46 kuanzia ule mstari wa 9 anaposema kumbukeni mambo ya zamani za kale. Anasema mimi ni Mungu ninayeutangaza mwisho wa mtu mwanzoni. Kwa hiyo mwanzo wa mtu ni wa muhimu sana katika kutimiza hatima ambayo Mungu anakuwa ameiweka ndani ya huyo mtu. Kwa hiyo kama Mungu anasema anautangazaga mwisho mwanzoni, maana yake hatima ya mtu huwa inatafutwa wapi? Mwanzoni. Kama Mungu anasema I know the plan I have for you, hakuna plani ambayo haina
mwanzo. Kila plani ina mwanzo. Ili jengo kabla halijaanza kujengwa kulikuwa kuna mwanzo, na mwanzo ulikuwa ni nini? Ulikuwa ni wazo. Lile wazo ilikuwa ni sauti ya Mungu. Lile wazo lilikuwa ni neno la Mungu ambalo yamkini lilishuka ndani ya moyo wa mtu mmoja. Kwa hiyo lilikuja kama mbegu, alafu lile wazo likaanza kupiga kelele. Kwa hiyo hakuna hatima ambayo haina mwanzo. Moja ya maeneo ambayo Ibilisi waga anayasimamia vizuri, anayafuatilia vizuri, ni mwanzo wa jambo. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Mwanzo wa jambo ndio unaoamua hatima. Mwanzo wa kitu huwaga unaamua kesho. Kwa hiyo Mungu tayari amesha kufahamu wewe. Ngoja nikuongezee mstari, maana natamani unapoomba mbele za Mungu wewe unajua kwa nini unaomba. Unapodai mbele za Mungu wewe unajua kwa nini unadai. Ukisoma kwenye Waefeso sura ya kwanza, Waefeso ile sura ya kwanza na ule mstari wa 3, Biblia inasema hivi. Waefeso 1:3 anasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Hebu sema, aliyetubariki kwa baraka zote za wapi? Alitubariki lini? Soma mstari wa 4. Kama vile alivyotuchagua katika yeye. Kama vile alivyotuchagua katika yeye. Lini? Kabla ya kuwekwa misingi ya. Kwa hiyo Mungu alishatubariki kwa baraka zote. Alitubariki kwa baraka zote za rohoni. Alitubariki lini? Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo Mungu alitubariki dunia haijatengenezwa. Ndivyo maandiko yanavyosema, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa hiyo Mungu alikubariki wewe kwa baraka zote. Haleluya, wabarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Alikubariki kwa baraka. Hebu sema, nimebarikiwa kwa baraka zote. Sema kwa ujasiri, nimebarikiwa kwa baraka zote. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sio mwalimu anaongea, ni neno la Mungu linasema. Mungu alikubariki kwa baraka zote. Unaelewa maana ya baraka zote? Hautakiwi kupungukiwa na kitu. Umebarikiwa wewe shambani, umebarikiwa wewe mjini, umebarikiwa wewe kwenye familia, umebarikiwa wewe uzao, umebarikiwa wewe ndoa, umebarikiwa wewe biashara. Lolote ambalo unalifanya linatakiwa kustawi. Lolote ambalo unalifanya linatakiwa kuchanua. Kwa nini? Kwa sababu umebarikiwa kwa baraka zote. Hajasema nusu, hajasema robo, hajasema kidogo, amesema kwa baraka zote. Sasa angalia, alikubariki kwa baraka zote lini? Biblia inasema kabla hata misingi ya ulimwengu haijafanya nini? Haijakuweko. Sasa shetani anajua kwamba wewe unatembea na baraka zote, na sio kitu cha leo, ni kitu ambacho kilikuwepo, hujaletwa duniani. Unapokuja kusoma kwenye ule mstari wa 11 hapo hapo Waefeso sura ya kwanza, ule mstari wa 11 anasema hivi, na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi. Ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawa sawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Kwa hiyo tulifanywa urithi sawa sawa na kusudi alilokuwa nalo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
Kwa hiyo kabla haujaja duniani Mungu alishakubariki. Alishaamua utembee kwenye kiwango gani cha neema. Alishaamua utembee kwenye kiwango gani cha baraka. Mungu alishaamua utembee kwenye kiwango gani cha utukufu. Haujaja duniani. Unaposoma kwenye Yeremia sura ya 1 mstari wa 4, nataka nikutengenezee msingi ambao utakusaidia kudai baraka zako mbele za Mungu. Baraka zako zilitangazwa wewe hujazaliwa. Nafasi ambayo Mungu alikupa kabla hujazaliwa. Mungu haleti mtu duniani ambaye hana nafasi. Haleti mtu duniani ambaye hana kazi. Haleti mtu duniani ambaye hana baraka. Haleti mtu duniani ambaye hana kibali. Mungu alishatoa hicho kibali, dunia haijatengenezwa. Mungu alishakufanya kuwa mrithi. Ndivyo anavyozungumza kabla hata misingi ya ulimwengu haijatengenezwa. Unaposoma kwenye Yeremia 1:4 ni Mungu alikuwa anazungumza na Yeremia. Yeremia yeye ndo anatuambia, anasema neno la Bwana likanijia kusema. Kwa naye alikuwa anasikiliza. Anasikiliza nini? Anasikiliza neno la Bwana. Anasema neno la Bwana likanijia kusema. Hilo neno lilikuwa linasemaje? Yeremia, sikiliza, sijakuweka kwenye tumbo la mama yako na nilikujua. Hujatoka kwenye hilo tumbo na nilikutakasa. Tayari nilishakufanya kuwa nabii wa mataifa. Tayari nilishakupa nafasi. Tayari nilishakuketisha. Tayari nilishakuweka kwenye position kabla. Kwa hiyo asiinuke mtu huku duniani atakayesema bila mimi wewe. Asiinuke huyo mtu atakayesema huwezi kufanikiwa bila mimi. Huyo mtu ni muongo. Atakayesema vitu vyako haviwezi kutokea bila mimi, huyo mtu anakudanganya. Mungu alimwambia Yeremia, hujatoka kwenye tumbo la mama yako nilishakuweka sawa. Nilishakufanya kuwa nabii wa mataifa. Hakuna chuo kitakupa hiyo nafasi. Hakuna mtu atakupa hiyo nafasi. Hakuna vyeti vitakupa hiyo nafasi. Unisikilize mtoto wa Mungu, itakusaidia. Mungu alishakufanya kuwa fanya biashara. Alishakufanya kuwa profesa. Alishakufanya kuwa mbunge, waziri. Alishakufanya kuwa kwenye hiyo kazi uliopo. Alishakufanya kuwa. Usije ukafikiri ni vyeti vimekuweka hapo. Usije ukafikiri ni watu wamekuweka hapo. Mungu alishakufanya kuwa kabla hajakuweka kwenye tumbo la mama yako. Alishakufanya kuwa mtu wa aina fulani. Sasa kuna wale ambao tayari tumeshakalia hizo nafasi, na kuna wale ambao bado hatujakalia hizo nafasi, na kuna wale ambao tumepigwa vita tusikae kwenye hizo nafasi. Wote tupo. Lakini haina maana hatukufanywa kuwa. Haina maana hatukufanywa kuwa wamiliki wa mali. Haina maana hatukufanywa kuwa na majina makubwa. Haina maana hatukufanywa kuwa viongozi wakubwa. Haina maana kuwa hatukufanywa kuwa. Haina maana hatukufanywa kuwa. Inawezekana. Kuna mambo matatu. Hebu sema mambo matatu. Jambo la kwanza, inawezekana muda wako wa kudhihirishwa haujafika. Jambo la kwanza. Jambo la pili, inawezekana tayari uko kwenye hiyo nafasi. Jambo la tatu, inawezekana umepigwa vita, umezuiwa usikae kwenye hiyo nafasi. Mambo ni matatu tu, kwa sababu neno la Mungu ni amina, neno la Mungu ni la kweli. Kama yeye anasema alishakubariki kwa baraka zote, manake alishakupa hiyo nafasi. Kama anasema kabla hajakuweka kwenye tumbo la mama yako alikujua, hujatoka huko tumboni alishakutakasa, tayari alishakufanya kuwa. Manake anategemea akija huku duniani akukute kwenye hiyo nafasi. Akisema nilishakufanya kuwa nabii wa mataifa Yeremia, manake Mungu akija duniani anataka amkute Yeremia kwenye hiyo nini? Nafasi. Atawasiliana na Yeremia kulingana na nafasi. Atampa Yeremia ufunuo kulingana na nafasi.
atazungumza na Yeremia kulingana na nafasi. Atakapoongea na Yeremia, Yeremia akiwa nje ya nafasi hawezi kumsikia Mungu. Kila mtu anamsikia Mungu kulingana na nafasi ambayo Mungu alimweka. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Mimi naye baba yangu mzazi, kwa hiyo nikupe mfano itakusaidia. Kuna baraka ambazo ninazipata kwa baba yangu tu kwa mimi kuwa mtoto wake. Tunakwenda sawa? Saa ambayo mimi siwi kwenye nafasi ya kuwa mtoto wake, hizo baraka nimezisahau. Na ndio maana tunakumbuka habari za mwana mpotevu. Yule mtoto si alisema nipe sehemu ya mali nayo niangukia? Tunakwenda sawa? Usije ukafikiri yule baba alifurahi. Hakufurahi. Kwa sababu hakutoa kwa muda aliotaka yeye. Lakini kijana aliamua kunyanyuka, akaondoka na mali. Angalia alipoondoka, kilichompata kule kilimpa mawazo, kilimsababishia mateso, kilimsababishia depression. Akasema nitarudi kwa baba, nitaomba radhi. Na namna nitakavyoomba radhi, nitaomba radhi hivi: baba, sistahili tena kuitwa nani? Mwanao. Manake nini? Manake kwa tafsiri nyepesi, nimeondoka kwenye nini? Kwenye nafasi. Unisikilize, shetani mchana na usiku anapambana kukuondoa kwenye nini? Kwenye nafasi, ili usije ukapokea kama unavyotakiwa kupokea, usije ukapata kama unavyotakiwa kupata. Mungu akishuka ataongea na Yeremia kama nabii. Yeremia anatakiwa amsikilize Mungu anayeongea na nani? Na nabii. Tunakwenda sawa? Akishuka ataongea na Yohana kama mbatizaji. Yohana atatakiwa amsikilize Mungu kama nani? Kama mbatizaji. Tunakwenda sawa? Akishuka ataongea na Yesu kama mtoto wake mpendwa. Yesu atatakiwa amsikie Mungu kama mtoto mpendwa. Na ndio maana unakumbuka mbingu zilifunguka, sauti ikasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, msikilizeni yeye. Mungu anavyowasiliana na Yesu ni tofauti na anavyowasiliana na Yohana, ni tofauti na anavyowasiliana na Elia, ni tofauti na anavyowasiliana na Musa, ni tofauti na anavyowasiliana na Elisha. Kila mtu anawasiliana naye kulingana na nini? Na nafasi ambayo amempa. Mungu anavyowasiliana na mfanyabiashara ni tofauti kabisa na anavyowasiliana na mkulima. Mkulima anavyomwelewa Mungu ni tofauti na mkulima tofauti na mfanyabiashara anavyomwelewa Mungu. Halo, Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Niulizie jirani yako, wewe una nafasi gani? Bado uko kwenye hiyo nafasi au ameshakutoa? Sasa unisikilize, mtoto wa Mungu, itakusaidia. Shetani anapambana mchana na usiku usikae kwenye hiyo nafasi. Kwa nini? Ili Mungu akishuka asikukute. Kwa Mungu akiongea usisikie. Mungu akileta baraka za wafanyabiashara, mkulima subiri, sio za kwako. Halo, Mungu akileta baraka za wakulima, wafanyabiashara wasubiri. Tunaenda sawa? Mungu akileta baraka za wasomi, sisi ambao hatujaenda shule tusubiri. Kila mtu ana namna yake ya kuwasiliana na baba yake kulingana na nafasi ambayo Mungu amefanya nini? Amempa. Watoto wa Mungu, tunaenda sawa? Jina la Yesu libarikiwe. Na hizi nafasi hazijawekwa leo. Biblia inasema kabla Mungu hajakuweka kwenye tumbo la mama yako alikupagana nafasi fulani. Alishaamua uje kuwa nani huku. Alishakupa kitengo. Kama Yeremia alimfanya kuwa nabii wa mataifa, wewe alikufanya kuwa nani? Halo. Bwana asifiwe. Kwa kuna mtu alimfanya kuwa mhasibu. Usije ukafikiri ni vyeti vya chuo cha uhasibu vimekuweka hapo. Chuo cha uhasibu kilikuwa ni kituo ulichotakiwa kupita ili Mungu akuthibitishe kwenye hiyo nafasi. Kama wewe ni mwanasiasa, usije ukafikiri chama ndio kimekuweka hapo. Ni Mungu ambaye aliamua kutumia hicho chama kama njia ya kukuketisha kwenye nini? Kwenye nafasi. Kama wewe ni mfanyabiashara mkubwa, usije ukasema yani mimi bila fulani nisingeweza. Huyo mtu alitumika tu.
kukusaidia wewe kukaa kwenye hiyo nini, nafasi. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema Mungu aliamua hiyo nafasi, hajakuweka kwenye tumbo la mama yako. Kwa alimwambia Yeremia, sijakuweka kwenye tumbo la mama yako, nilikuwa ninakujua. Usije ukafikiri tumefahamiana leo, hujatoka kwenye hilo tumbo, nilishakutakasa wewe, tayari nilikufanya kuwa. Tumeona kwenye Waefeso wanasema alishatubariki kwa baraka zote kabla dunia haijatengenezwa. Kwa sisi tulichaguliwa tangu awali. Ndio maana amesema tulichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi la mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Watoto wa Mungu tuko wote mpaka hapo. Sasa angalia, nimekwambia kuna mambo matatu Ibilisi anapopambana kumtoa mtu kwenye nafasi. Nimekwambia hivi vitu vitatu lazima uvijue. Moja, inawezekana wewe tayari uko kwenye nafasi. Mbili, inawezekana wewe unaiendea hiyo nafasi, kwa hiyo hujaifikia bado, lakini ipo. Tatu, inawezekana hauko kwenye hiyo nafasi kwa sababu ya vita unayopigana. Shetani hataki ukae kwenye hiyo kiti, hataki ukae kwenye hiyo nafasi, hataki uwepo hapo. Na kwa nini shetani hataki uwepo kwenye hiyo nafasi? Kwa sababu anajua Mungu akishuka anaendaga moja kwa moja kwenye nini? Kwenye nafasi. Wale tunaofuatilia habari za Adamu, Mungu aliposhuka kwenye bustani ya Eden, wakati Adamu alipokosea, si unakumbuka kilichotokea? Mungu aliuliza swali, Adamu uko wapi? That was a question. Adamu uko wapi? Angalia, mwimba Zaburi anasemaje? Niende wapi nijiepushe na uso wako? Mbinguni uko, duniani uko, kuzimu uko. Leo hii eti Mungu anamuuliza Adamu uko? Inakuingia akili? Hakuna mahali Mungu hayupo. Hakuna mahali Mungu hayupo. Kila mahali yupo. Usije ukafikiri Mungu alikuwa anataka kujua Adamu kama yuko Manzese au Pugu au Tegeta. Mungu alikuwa haulizi physical location. Mungu aliposhuka alienda straight kwenye nafasi ambayo alikuwa amempa Adamu. Mungu anaposhuka haendi mahali pengine, anakwenda kwenye nafasi aliyokuweka. Mungu akija haangaiki kila mahali. Na ndio maana unisikilize, mtoto wa Mungu. Ukitoka kwenye mipaka ya Tanzania tu, Voda ikamati, Tigo ikamati, simu yako inakuwa kama toy. Wale ambao tumesafiri nje ya nchi kwa kutumia mipaka yetu tu ya kawaida, kivuka tu ule mpaka wa Rusumo pale, unaenda Kigali, kihamia upande wa pili tu, kitembea pale kilomita 2 tu, Tanzania unaiona ile pale, lakini uko upande wa pili kilomita 2 tu, no network. Hamna Tigo, hamna Voda, hakuna mtu anaweza kuandikia message, hakuna mtu anaweza kukupigia simu. Kwa nini? Umeondoka kwenye nini? Kwenye nafasi inayoruhusu mawasiliano. Ukivuka upande wa Kenya pale Namanga, ukienda mbele kidogo tu, mbele kidogo tu, Mungu amenisaidia, hii mipaka yote nimeitembea yote. Yaani uwaga tunafanyaje? Unaongea na mtu mara ya mwisho, halo, ukiona umenikosa Bwana Yesu asifiwe sana. Ujue sipo. Wale watu wote wa muhimu nawaweka sawa. Ukiona umenikosa, ujue sipo. Ukiona umenikosa, ujue sipo. Wale uliowasahau ndio basi tena. Baada ya muda kidogo tu, hakuna mtu anakupata. Sio kwamba haupo. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila umeondoka kwenye mfumo unaosababisha upatikane. Hivyo hivyo ukienda kwenye mipaka yote, ukienda Kasumuru kule hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu hawatakupata, sio kwa sababu umekufa. Kwa sababu hatumpati kwenye simu. Tukipiga simu hatumpati. Na kwa sababu upande wa kule hauna laini yao, hata kwenye WhatsApp hutapatikana. Ni mpaka wa kuunganishe kwa mfumo wao ndio upate WhatsApp, ili uweze tena kupatikana. Lakini haina maana haupo, upo kabisa.
haina maana hauishi, unaishi kabisa. Lakini nini kimekupata? Hauko kwenye nafasi ya kupatikana. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho kilichompata Adamu. Mungu aliposhuka kwenye bustani ya Eden, anatafuta ile nafasi aliyomweka, nafasi inayosababisha waelewane, nafasi inayosababisha wazungumze, nafasi inayosababisha aachilie baraka, nafasi inayosababisha wawe na shirika, nafasi inayosababisha wawe na umoja, wawe na communication, waweze kuzungumza. Hiyo nafasi imeondoka. Adamu hayupo kwenye hiyo nafasi. Akaanza kupata shida. Mungu, Adamu, where are you? Uko wapi? Uko wapi? Adamu akasema, nalisikia sauti yako bustanini na kaogopa, nikajificha, niko uchi. Mambo mangapi? Matatu. Moja, niliogopa. Mtu anapoondolewa kwenye nafasi, cha kwanza, maisha yake yanajaa hofu. Mungu hajakuumba uishi kwa hofu, sio kusudi lake. Mtu yuko kwenye ndoa lakini ana hofu juu ya hiyo ndoa. Mtu anaishi lakini ana hofu ya uchumi. Mungu hawezi akakuleta duniani afu ajue wewe utaishije. Nimekwambia Mungu hafanyi vitu kwa bahati nasibu. Ghafla una hofu ya afya. Yaani Mungu hawezi akakupa mwili alafu aruhusu huo mwili uteseke. Ndio maana Yesu alikufa, alipigwa kwa ajili ya amani yako. Ndivyo Biblia inavyosema. Hakufa kwa ajili yake, alikufa kwa ajili yako. Alikufa kwa ajili ya amani yako, alikufa kwa ajili ya furaha yako. Mungu hawezi akakupa mwili alafu huo mwili ukae na mateso, huo mwili ukae na maumivu, huo mwili ukae na mahangaiko. Sio mpango wake. Mungu anapokupa mwili anataka uwe mwili utumike kumwabudu. Huwezi ukamwabudu ukiwa na mahangaiko na mateso na maumivu na huzuni. Sio mpango wake. Jina la Yesu libarikiwe. Adamu alipoondolewa kwenye nafasi, cha kwanza kilichoingia ni nini? Hofu. Kwa anamwambia Mungu, nilisikia sauti yako bustanini nikaogopa. 2, akamwambia Mungu, nimejificha. Kufumba na kufumbua, Adamu anamkimbia Mungu. Ukiondolewa kwenye nafasi ya kiuchumi, hautamtafuta Mungu kuhusu uchumi. Na ndio maana watu wengi sana wakianza kupigwa kiuchumi, wanatafuta zaidi mifumo ya kibinadamu kuliko neno la Mungu linasema nini kuhusu uchumi. Ukiondolewa kwenye nafasi ya ndoa na familia, watu wengi sana hawamtafuti Mungu anayeponya ndoa na familia. Anaanza kutafuta mifumo mingine inayoweza kumsaidia. Adamu alipoondoka kwenye nafasi, nini alifanya? Alijificha. Ghafla hataki kumkaribia Mungu. Hivi ni viashiria vitakusaidia kujua mimi nimeondolewa kwenye hii nafasi, tena na madhabahu za adui. Mbona si utafuti uso wa Mungu juu ya mimi kurejeshwa kwenye nini? Kwenye nafasi. Kwa nini imani yangu haiko kwa Mungu? Aliyenileta duniani ni nani? Aliyeniumba ni nani? Mwenye kusudi na maisha yangu ni nani? Kwa nini si utafuti uso wa Mungu juu ya hii ndoa? Kwa nini si utafuti uso wa Mungu juu ya hao watoto? Kwa nini si utafuti uso wa Mungu juu ya huyu mume wangu? Kwa nini si utafuti uso wa Mungu juu ya huyu mke wangu? Kwa nini sihangaiki? Kwa nini ninapambana kukimbilia maeneo mengine? Ukishaona unakimbilia zaidi maeneo mengine, ujue umeondolewa kwenye nafasi. Na aliyekuondoa hataki kabisa urudi kwenye neema inayoweza ikakurudisha kwenye nafasi. Adamu alipoondolewa kwenye nafasi, aliambiwa kule, akapelekwa mahali ambako alikuwa peke yake, amejificha. 3, Adamu alimwambia Mungu, niko uchi. Kuwa uchi ni jambo la aibu, ni jambo la fedheha. Kuwa uchi maana yake vazi lako limefanya nini? Limeondolewa. Kama huwa unaota ndoto uko uchi, hizo ni ndoto za kuzikataa, ni ndoto za kuzipangua kwa damu ya Yesu, ni ndoto za kuzikemea,
usikubaliane na hizo ndoto. Ni akiashiria kwenye ulimwengu wa roho kwamba vazi lako limefanya nini? Limeondolewa. Ni kiashiria kwenye ulimwengu wa roho kwamba umeondoka kwenye nini? Kwenye nafasi. Ni kiashiria kwenye ulimwengu wa roho kwamba kuna aibu inakuja mbele yako, kuna aibu iko kwenye maisha yako. Ni kiashiria. Kuna mtu mwingine anaota ndoto anakimbia yuko uchi, mwingine anaota ndoto anatembea yuko uchi na ajali, alafu akishtuka kwenye ndoto anasema hii ndoto ya namna gani? Yaani mimi nilikuwa ninatembea uchi kwenye ndoto na nilikuwa sijali, hii ndoto ni nini? Sasa hajui hata kitu cha kufanya, hajui hata kitu cha kufanya. Mwingine unamwotea mke wako au unamwotea mume wako, naota ndoto mume wako yuko uchi, wakati mwingine amejificha mahali namna hii, wakati mwingine anakimbia kutoka nyumba hii anakwenda nyumba ile pale. Ndoto zote za namna hiyo ni kiashiria kwamba kuna mahali mmeondolewa kwenye nini? Kwenye nafasi. Lakini ni kiashiria cha kukusaidia. Vazi limefanya nini? Limeondolewa. Vazi lipi? Vazi la utukufu, vazi linalotakiwa kukupa heshima kwenye nafasi Mungu aliyokupa, vazi linalotakiwa kufungua milango ya kibali kwenye maisha yako. Adam alipoondolewa kwenye nafasi, ghafla tu yuko uchi. Na angalia kitu ambacho Mungu alifanya, hakuruhusu aendelee kuwa uchi. Tunakwenda sawa? Katika yale mambo matatu Mungu alidili na moja. Adamu alisema nilisikia sauti yako bustanini nikaogopa. Hatuoni mahali Mungu anadili na hiyo kitu. 2, Adamu akasema nimejificha. Hatuoni Mungu anadili na hicho kitu. Mungu alidili na nini? Na uchi. Alijua kabisa huyu amemwondolea vazi, na unaona maandiko yakisema akaenda akatengeneza mavazi akawavalisha, wasiendelee kukaa kwenye aibu, wasiendelee kukaa kwenye hali ya utupu. Unapoota ndoto huko uchi, maana yake pia ni utupu. Utupu maana yake nini? Utupu maana yake kila kitu kilichokuja kwenye maisha yako kimeondoka. Ni sawa na empty. Umeshai kulisikia debe ambalo liko tupu, ukiligonga linaliaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Ibilisi anaweza akaiba kila kitu kwenye maisha yako ukabaki mtupu, na Mungu akitaka kukusemesha unaweza ukaota kwenye ndoto huko uchi. Uchi maana yake utupu. Kwa ukiona ndoto za namna hiyo, unaenda kwenye ulimwengu wa roho, unamwambia Bwana Yesu, chochote ambacho kimesababisha niwe uchi, chochote ambacho kimesababisha utupu, kiwe cha kichawi, kiwe cha kiganga, kiwe cha shirikina. Angalia, wakati mwingine nguvu za giza zinaweza zikapambana na wewe kwa kiwango ambacho zikakutoa vazi. Unaweza ukawekewa mtego, vazi lako la kibali likafanya nini? Likaondoka. Roho Mtakatifu atupe neema tuweze kufuatilia kila eneo ambalo ibilisi analitumia kumwondoa mtu kwenye nafasi. Lakini leo nilitaka uone kwa kifupi sana kwamba Mungu amekupa hiyo nafasi kabla hata dunia haijafanya nini? Haijatengenezwa. Maana yake nini? Maana yake nafasi yako mbele za Mungu ni ya muhimu sana kuliko kitu chochote, kwa sababu ndiyo inayothibitisha kusudi la wewe kuwekwa wapi? Duniani. Na shetani anapohangaika na hiyo nafasi, anajua wazi kabisa kwamba kile kilichowekwa ndani yako hakitafanya nini? Hakitatokea. Uwezi ukawa huko uchi ukategemea utakuwa na kibali kwenye biashara, ukategemea utakuwa na kibali ofisini. Wakisha kutoa hilo vazi kwenye ulimwengu wa roho, unapoteza kibali kwa bosi wako, unapoteza kibali kwa wafanyabiashara wenzako, unapoteza kibali kwa wateja wako. Kwa nini? Kwa sababu wewe uko uchi, ni mtupu. Kwa hiyo wakikuondoa kwenye nafasi, wameharibu kila kitu. Na ndio maana unapoona kiashiria chochote cha kuondolewa kwenye nafasi, lazima kurudi kwenye nafasi kwa haraka, kwa maombi, kurudi kwenye nafasi haraka kwa kufunga, kurudi kwenye nafasi haraka kwa kuutafuta uso wa Mungu. Sasa angalia kitu nilichokuwa nakueleza. Nilikuwa nakueleza kidogo kuhusu Yabesi, nikakwambia jinsi ambavyo watu wengi sana wanaondolewaga kwenye nafasi wakiwa wanakuja wapi? Duniani.
Shetani akafuatilia maisha ya Yabesi, akagundua Yabesi amebeba hatima njema kule mbele. Yabesi amebeba kibali kule mbele. Yabesi amebeba mafanikio kule mbele. Akajaribu kuchungulia nyuma ya pazia aone Yabesi ana kitu kikubwa namna gani, akakuta ni kitu kinatisha. Yabesi ni mkombozi wa familia. Yabesi ameinuliwa kwa ajili ya ukoo. Yabesi ameinuliwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Kuna vitu vingi viko kwenye maisha ya Yabesi. Ibilisi alipochungulia namna hiyo akasema, nitafanyaje kumuondoa huyu mtu kwenye nafasi kabla hajafanya nini? Hajazaliwa. Tafanyaje kumuondoa huyu mtu kwenye nafasi kabla hajazaliwa? Akahakikisha mama yake anapitia mateso, huzuni, maumivu. Na ndio maana elewa hiki kitu, mtoto wa Mungu, wewe kama ni mzazi lazima ujifunze kuomba maombi ya kufanya coverage kwa ajili yako na familia yako na watu ambao Mungu anawaleta kwenye nyumba yako. Kuna misukosuko unaweza ukaipitia tu kwa ajili ya mtoto wako. Kuna misukosuko unaweza ukaipitia tu kwa sababu ya mtu anayekuja kwenye nyumba yako. Kamuulize mzee Zekaria kilichompata kwa sababu ya mtoto aliyekuwa anakuja. Zekaria alifanywa bubu, alikuwa bubu mpaka siku Yohana alipofanya nini? Alipozaliwa. Inawezekana kabisa kupita kwenye kipindi kigumu kwa sababu ya yule mtu anayeletwa kwenye maisha yako, kwa sababu ya yule mtu anayeletwa kwenye maisha yako. Kwa kuna maeneo wazazi wamepitia magumu kwa sababu ya watoto. Mtoto amebeba hatima kubwa, mzazi anaanza kupitia misukosuko. Nini shetani anafanya? Anatafuta hatima ya mtoto. Anapataje hatima ya mtoto? Anataka kumfrustrate mzazi. Mzazi asije akawa na furaha, mzazi asije kuwa na amani, mzazi asije kuwa na mafanikio, ili mtoto aishi maisha ambayo Mungu hajayakusudia. Wale vijana ambao hamjaingia kwenye ndoa, lazima Mungu akupe neema ya kuanza kuomba katika namna ya kuwajibika. Mungu, ninajua unaenda kunipa watoto. Wale watoto wanaokuja kwenye familia yangu, lile kusudi walilolibeba shetani asije akalishinda. Mungu, naomba unisaidie mimi kwa ajili ya watoto wangu. Kila kitu wanachokihitaji kiwepo kwenye maisha yangu. Uovu wowote uliokusudiwa kwa ajili ya watoto wangu ninaubatilisha kwa damu ya Yesu. Sio watu wengi wanaombaga hayo maombi. Unajua Biblia imesema nini? Nitampiga mchungaji na kondoo atafanya nini? Usije ukafikiri lazima awe ni mchungaji anayeongoza hapa mbele. Anaposema nitampiga mchungaji na kondoo atatawanyika, maana yake mchungaji anayezungumziwa ni kiongozi ambaye amewekwa kwenye hilo eneo. Ibilisi anajua kabisa, nikimpiga huyu mama nimeharibu hao watoto, nikimpiga huyu baba nimeharibu hii familia, nikimpitisha huyu binti kwenye misukosuko nimeharibu hayo mahusiano atakayoingia na huyo kijana. Kwa lazima Mungu akupe hiyo neema ya kuelewa kitu cha namna hiyo. Tunaporudi kwenye maisha ya Yabesi, mama yake alitoa jina ambalo halina baraka kwa mtoto kwa sababu tu ya matatizo yake aliyoyapitia. Tunaenda sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema mama yake alimuita jina Yabesi akisema, nimemzaa kwa mateso huyu mtoto, nimemzaa kwa huzuni sana, nimemzaa kwa taabu sana, nimemzaa kwa mahangaiko sana. Ataitwa Yabesi. Maana yake nini? Maana yake huzuni. Kwa mama anataka awe ana memory ya mateso na huzuni alizozipitia wakati wa kuzaa mtoto. Kwa hiyo hapa wakiitwa watu wa Mei, mama anakumbuka tu, mimi Mei jamani, Mei ni mwezi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama anakumbuka tu. Kwa hiyo wamama wanatoa hayo majina. Ndio maana unakuta kuna watu wanaitwa majina ya ajabu. Unakuta mtu anaitwa Majuto. Ni jina mtu amepewa. Lakini kwa nini mtu alitoa hilo jina? Sasa angalia kinachotokea. Jina huwa linabeba hatima ya mtu. Jina lina mahusiano ya moja kwa moja na destiny. Malaika wakati anaongea na Mariamu kwa habari ya kuzaliwa Yesu, alimwambiaje Mariamu? Utamuita jina lake Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Kwa Yesu maana yake nini?
Mwokozi. Tunakwenda sawa? Utamwita jina lake Imanueli. Kwa nini? Maana yake ni Mungu pamoja na wanadamu. Kwa hiyo jina linabebaga hatima. Huyu Imanueli hata asipokuwepo, mahali popote wanadamu watakapokuwepo, na yeye atakuwepo. Tunakwenda sawa? Na ndio maana Biblia inasema lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la nani? La Yesu. Kwa sababu haijalishi hayuko physically, maadamu jina lake lipo, na yeye yupo. Haleluya, haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo jina linabeba nini? Linabeba hatima, linabeba destiny, linabeba kesho ya mtu. Jina ni identity, jina ni utambulisho. Unasikia mtu anaitwa Kibaya, huyo mtu hawezi kuwa mzuri. Mtu anaitwa Masumbuko, unang'ang'ana huyo mtu afanikiwe kwenye mtihani wa darasa la 7. Masumbuko. Nitafutie wakina Masumbuko ambao ni mabosi. Halo, Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Mtu anaitwa Masika, unaelewa maana yake? Mafuriko. Alizaliwa wakati wa mafuriko. Alizaliwa wakati wa mafuriko. Mama akasema kwa kweli lazima nimtengenezee huyu mtoto kumbukumbu. Mtoto anaitwa nani? Mafuriko. Masika. Sasa kuna wengine wamepewa majina ya kilugha kama la kwangu, lakini yana maana mbaya. Mimi naitwa Tuntufie. Tuntufie maana yake tumsifu. Maana yangu ni nzuri. Lakini pia nilifuatilia. Nilimuuliza mama yangu, kwa nini mliniita tumsifu? Wasije wakawa walikuwa wanasifu kitu kingine. Kwa hiyo lazima pia ufuatilie walikuwa wanasifu nini. Mwaka uliopita nilimtafuta mama yangu wa ubatizo, bahati nzuri yupo anaishi. Nilienda mpaka nyumbani kwake kwa sababu niliambiwa alikuweko siku mama alipokuwa anajifungua. Kwa hiyo nikamfuata mama yangu wa ubatizo, nikakaa naye chini. Kwa sababu kitu tunachokifundisha lazima na sisi tukifuatilie. Nikamuuliza mama yangu wa ubatizo, niambie nilipozaliwa nini kilitokea. Yule mama cha kwanza akasema, yani wewe shetani alitaka kukuua siku uliyozaliwa. Akaanza kunisimulia vitu vilivyotokea. Unajua ni kama naangalia movie, lakini nasimuliwa kuzaliwa kwangu. Ile inakusaidia kitu gani? Inakusaidia kujua vita uliokuwa nayo kuanzia ulikuwa unafanya nini? Unazaliwa. Huyu mtoto kaitwa jina Yabesi kwa sababu mama yake alikuwa anapigana vita. Alikuwa anakutana na upinzani. Lile jina lilienda likafunga milango yote ya Yabesi. Yabesi siku moja akiwa mtu mzima akaanza kufuatilia maisha yake. Ngoja nikwambie kitu kilichomtesa Yabesi, kinaweza kukusaidia na wewe. Biblia inasema alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake. Ndivyo maandiko yanavyosema. Maana yake Yabesi alikuwa na sifa nzuri kuliko ndugu zake. Kama ni mtoto wa kwenda shule aende na kurudi kwa wakati ni Yabesi. Mtoto wa kumtuma dukani aje na change ni nani? Ni Yabesi. Mtoto anayependa ibada ni nani? Ni Yabesi. Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake. Mtoto ambaye mtu unayemheshimu akitaka msaada utamwambia aende ni nani? Ni Yabesi. Hivi mnaisha wewe kuona unaenda kwenye familia, unasema naomba mtoto wako anisaidie. Mama mtoto anasema huyo hapana. Sija katuaibisha huko. Angekuweko fulani huyo sawa. Kwa nini? Kwa sababu watoto wanajulikana. Lakini Yabesi kwake ilikuwa tofauti. Biblia inasema alikuwa na sifa njema, alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake. Shida yake ilikuwa ni nini? Pamoja na kwamba alikuwa na heshima kuliko ndugu zake, pamoja na kwamba alikuwa na sifa nzuri kuliko ndugu zake, lakini maisha yake yalikuwa yamejaa nini? Huzuni. Unaweza ukawa na sifa nzuri sana, lakini maisha yako yamejaa mahangaiko. Watu wote wanajua wewe ndio Mkristo safi kwenye huo mtaa, lakini huna hela. Watu wote wanajua kabisa kwamba wewe ndio mtu ambaye mwaminifu kwenye hiyo ofisi,
lakini huna mafanikio. Kila baya lako. Watu wote wanajua kabisa kwamba wewe ndio mtu pekee ambaye wakitaka kufanikiwa kwenye jambo lolote watamtafuta. Wanajua kabisa huyo mtu ni nani? Ni wewe. Lakini angalia kinachotokea, hauna mafanikio. Tukianza kufuatilia nini kinachotokea, maandiko yanatuonyesha wazi kabisa kilichokuwa kinamzuia Yabesi ni nini? Ni jina lake. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa turudi pale kwa Yabesi. Biblia inasema hivi, huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli. Siku moja Yabesi ametafakari akasema, haiwezekani. Hata shuleni mimi ndo nilikuwa mwenye sifa nzuri. Hata tulipokuwa tunakuwa mimi ndo nilikuwa msichana mwenye sifa nzuri. Hata tulipokuwa tunakuwa mimi ndo nilikuwa mvulana ambaye watu wote wanamheshimu. Mbona maisha yangu hayana mafanikio? Biblia inasema Yabesi akatafakari, akasema lazima shida ninazokutana nazo zina mahusiano na kuzaliwa kwangu, zina mahusiano na jina langu. Biblia inasema akamlingana Mungu wa Israeli. Kumlingana manake ni kumtafuta Mungu, kuutafuta uso wa Mungu. Juu ya kitu ulichokigundua kinakufungia milango. Yabesi aliomba mambo makubwa mangapi? 4. Hebu sema 4. Sema tena 4. Nataka tuyatazame hayo mambo afu tuingie kwenye maombi. Jambo la kwanza, kwenye ile Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari ule wa 10, Biblia inasema hivi, huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, 1, lau kwamba ungalinibarikia kweli, lau kwamba ungalinibarikia kweli. Hebu sema, lau kwamba ungalinibarikia kweli. Kwa hiyo nini Yabesi aligundua? Milango yake ya baraka ilikuwa imefanya nini? Imefungwa. Pamoja na kwamba alikuwa mwenye sifa nzuri, pamoja na kwamba watu walikuwa wanamuona vizuri, pamoja na kwamba watu walimheshimu zaidi, lakini milango yake ilikuwa imefanya nini? Imefungwa. Nini anachokidai mbele za Mungu? Anadai baraka. Mungu, milango yangu ya baraka imefungwa. Milango yangu ya baraka imefungwa. Nini kimefunga milango ya baraka? Nilipokuwa ninakuja duniani nimegundua shetani alitumia nafasi ya mateso ambayo mama yangu alikutana nayo kuniondoa kwenye nafasi inayotakiwa kufungua milango ya nini? Ya baraka. Kwa hiyo pale aka switch off baraka kwenye maisha yangu. Kuna watu wengi sana ambao milango yao ya baraka ilikuwa switched off walipokuwa wanakuja. Nani aliyekupokea wakati unakuja? Alizungumza nini? Wako wazazi waliosema ilaaniwe siku niliyobeba mimba ya mtoto. Yale maneno yanatosha kwenda kufunga milango yote ya baraka ya huyo mtoto. Maana ni laana imetamkwa kwenye maisha ya huyo mtoto. Angalia nini ibilisi anachokitafuta. Kitu ambacho ibilisi anakitafuta ni kimoja tu, huyu mtu aondolewe kwenye nini? Kwenye nafasi. Ndio kitu ibilisi anachokitafuta. Hana kitu kingine ibilisi anachokitafuta. Kwa hiyo Yabesi anamuomba Mungu kwa ajili ya milango ya baraka. Aligundua milango ya baraka ilikuwa imezuiwa. Milango ya mafanikio ilikuwa imezuiwa. Milango ya baraka ilikuwa imefungwa. Mifumo ya kiuchumi yote ilikuwa imeshikiliwa. Hakuna mahali popote anapita. Kila anapojaribisha kutafuta mlango wa kubarikiwa, huo mlango umefungwa. Hilo lilikuwa ni ombi lake la kwanza. Ombi lake la pili, alimwambia Mungu, lau kwamba ungalinibarikia kweli kweli,
na kunizidishia hozi yangu. Hebu sema kunizidishia hozi yangu. Sema kunizidishia hozi yangu. Sema tena kunizidishia hozi yangu. Angalia kitu kilichotokea. Yabesi aligundua hazidishwi. Niulizie jirani yako, unazidishwa? Halo, niulizie jirani yako, unazidishwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mujibu wa kusudi la Mungu, unatakiwa kukua, unatakiwa kustawi, unatakiwa kuongezeka, unatakiwa kuchanua. Biblia inasema kwenye Zaburi ya 92, mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwelezi wa wapi? Wa Lebanoni. Wale wanaomtumaini Bwana, wao ni kama mlima Sayuni, hawatikisiki. Wao wanakaa milele, ndivyo maandiko yanavyosema. Biblia inasema kabisa, huyu anayemtegemea Mungu atakuwa kama jani, atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao jani lake halifanyi nini? Halinyauki, halikauki. Lakini angalia kitu ambacho Yabesi alikuwa anakutana nacho. Yabesi aligundua haongezeki, hastawi, hachanui. Alivyokuwa mwaka juzi ndivyo alivyokuwa mwaka jana, ndivyo alivyo mwaka huu. Alivyokuwa Januari ndivyo alivyo Februari, ndivyo alivyo Machi, ndivyo alivyo Mei. Hakuna kitu kinaongezeka, hakuna kitu kinachanua, hakuna kitu kinastawi. Yabesi alipofuatilia akagundua aliondolewa kwenye nafasi. Milango ya kuchanua, milango ya kuongezeka ilifungwa alipokuwa anakuja. Huyo Yabesi alipokuwa mtu mzima akamwambia Mungu, hapana, kila kilichonifungia milango, kila kilichoniondoa kwenye nafasi, Mungu ingilia kati, nibariki tena. Hata kama milango yangu ya baraka ilifungwa, nibariki tena. Alimwambia Mungu, nizidishe tena. Hata kama milango yote ya kuzidisha ilifanya nini? Maanake nini? Maanake kuna watu milango yao ya kuzidishwa imefungwa. Kwa hiyo wanatembea wakiwa na majina ya kuwa hai, lakini wamefanya nini? Wamekufa. Kwa hiyo mtu anatembea na jina la kuwa hai, lakini biashara imefungwa. Anatembea na jina la kuwa hai, lakini kibali kimefungwa. Anashangaa kwa nini kila kazi anayo apply hapati, haelewi. Kuna watu wanasema, mtumishi, nimeapply kazi, nimeapply maeneo kama 5 hivi, nimeitwa kwenye interview 3, na nikienda kabisa naona kabisa hiyo kazi ni ya kwangu, ninajibu maswali vizuri, lakini mtumishi, utashangaa siitwi kazini. Haiwezekani kuitwa kazini kama milango yako ilifanya nini? Ilifungwa. Wewe ulishaondolewa kwenye hiyo nafasi. Kwa nini wewe unaona hiyo kazi ni ya kwako? Huwa unaona hiyo kazi ni ya kwako kwa sababu ya nafasi ambayo Mungu amekupa kwenye ulimwengu wa nini? Kwenye ulimwengu wa roho. Lakini ile nafasi uliyopewa kwenye ulimwengu wa roho imezuiwa na madhabahu za giza, imezuiwa na madhabahu za adui, au ibilisi ana uhalali juu ya kitu ambacho ibilisi alikitumia kukuzuia. Na ndio maana lazima Mungu akupe neema ya kujua namna ya kuomba, kutegua, kubatilisha chochote ambacho ibilisi alikitumia kuzuia hiyo nafasi yako. Kwa hiyo sio kweli kwamba hauna hiyo nafasi. Hiyo nafasi unayo, ila imezuiwa. Leo Bwana akakurejeshie katika jina la Yesu. Leo Bwana akakurudishie katika jina la Yesu. Leo Bwana akasimame upande wako katika jina la Yesu. Kwa hiyo Yabesi, jambo la pili amegundua hazidishwi. Jambo la tatu, aliomba akamwambia Mungu, alimwambia Mungu, na mkono wako ungalikuwa pamoja nami Bwana, lau kwamba mkono wako ungalikuwa pamoja nami. Nini Yabesi aligundua? Mkono wa Mungu hauko kwenye maisha yake. Hakuna kitu kigumu, hakuna kitu kibaya kama mkono wa Mungu usio kwenye maisha yako. Nini maana ya mkono wa Mungu kuwa kwenye maisha ya mtu? Mkono wa Mungu kuwa kwenye maisha ya mtu, maana yake upendeleo wa Mungu.
Mkono wa Mungu kuwa kwenye maisha ya mtu, maana yake favor ya kimungu, wingu la Mungu juu yako, Mungu akufadhili, Mungu akutetee, Mungu awe msemaji wako, Mungu ndiye apigane vita yako, Mungu ndiye aende mbele yako. Usifikiri utakavyosema hata wakikushtaki. Mungu yeye mwenyewe akagonganishe vichwa waliokushtaki. Usiwazewaze itakavyokuwa ukiitwa. Mungu mwenyewe ndiye atangulie kule mbele akatengeneze mazingira yawe mepesi. Hiyo ndio maana ya mkono wa Mungu kuwa juu ya mtu. Wale tunaofuatilia maisha ya Yusufu, Biblia inasema hivi, Bwana akawa pamoja naye. Hata aliposingiziwa kubaka, Biblia inasema bado Mungu ndiye aliyefanya nini? Ndiye aliyemfadhili. Kwa hiyo katikati ya kutengenezewa shutuma zinazoenda kusababisha maisha yake yawe ya uovu, maisha yake yawe mabaya, maisha yake yawe ya mateso na huzuni, katikati ya hiyo mitego iliyotengenezwa, mkono wa Mungu unakuwa pamoja naye. Anafika gerezani, anakuwa kiongozi wa wafungwa wote. Kwa nini? Kwa sababu mkono wa Bwana uko pamoja na yeye. Ninakuombea neema ya mkono wa Bwana kuwa juu yako, neema ya nguvu za Bwana kuwa juu yako. Bwana ndiye akakutetee. Unisikilize, maandiko yanasema wazi kabisa, hata mkiitwa kwenye mabaraza msifikiri kitu mtakachoongea. Kwa nini? Kwa sababu saa hiyo hiyo Mungu ataleta wazo ndani, saa hiyo hiyo Mungu ataleta hekima ndani. Lakini nini kinachotokea? Ni kama mkono wake uko juu yako. Kama mkono wa Mungu hauko juu yako, unisikilize, utakuwa na bidhaa nzuri kwenye duka lako, lakini hakuna mtu anahangaika nazo. Kama mkono wa Mungu hauko juu yako, unaenda unafanya interview, watu wote wanasema huyu ndio tunayemtaka, lakini hawakuajibu. Mkono wa Mungu usipokuwa juu yako, kila mkaka anaona huyu ndio mke wa kuoa, lakini hakuna anayeoa. Mpaka watu wanashangaa, wewe una shida gani? Wewe una shida gani? Mbona vitu vyako vyote viko sawa, lakini mbona huvuki hapa? Mbona hauvuki hapa? No, mkono wa Mungu hauko juu yako. Kwa nini mkono wa Mungu hauwi juu yako? Kwa sababu shetani anao uhalali wa kuzuia mkono wa Mungu. Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake, alikuwa na maisha ya kistaarabu kuliko ndugu zake, lakini Ibilisi alikuwa na uhalali wa kuzuia mkono wa Mungu juu yake. Huo uhalali shetani aliutoa wapi? Huo uhalali shetani aliupata kwenye jina ambalo mama yake alifanya nini? Alilitoa. Kwa hiyo Ibilisi alihakikisha yule mama anabandika jina ambalo litakuwa linafunga milango. Kila Mungu anapotaka kujidhihirisha, jina linafunga mlango. Kila Mungu anapotaka kujidhihirisha, jina linafunga mlango. Kila Mungu anapotaka kujifunua, jina linafunga mlango. Kwa ndio kitu ambacho Ibilisi alikiwahi. Kwa hiyo amemtoa huyu mtu kwenye nafasi kupitia jina. Yabesi mwenyewe Mungu akampa neema ya kugundua, akamwambia Mungu, nimegundua mkono wako hauko pamoja nami. Lau kwamba mkono wako ungalikuwa pamoja nami. Leo ninakuombea hiyo neema, ninaomba hiyo neema kutoka kwenye madhabahu ya mbinguni. Mkono ulioondoka kwenye maisha yako, Bwana akaurejeshe kwenye maisha yako. Mkono ulioondoka kwenye biashara yako, Bwana akarejeshe mkono wake kwenye biashara yako. Unisikilize, Biblia inasema sio kwa nguvu wala sio kwa uweza. Usije ukafikiri utafanikiwa kwa sababu una vyeti vizuri. Kuna watu wana vyeti vizuri, lakini wanawatumikia watu ambao hawajasoma darasa hata moja. Tunachohitaji ni nini? Ni mkono wa Bwana kuwa juu yako. Ni kweli nimesoma, lakini ninahitaji mkono wa Bwana. Ni kweli nina bidhaa nzuri kwenye duka langu, lakini ninahitaji mkono wa Bwana. Ni kweli kabisa watu wananifahamu kwamba nina kipawa, kwamba nina kalama, lakini ninahitaji mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana usipokuwa juu yako, nataka nikuhakikishie uvuki. Watu wote watabaki wanajiulizaga maswali, lakini jamani, yule baba bwana, huu uwezo anao. Yule baba anafanyaga vizuri sana hiki kitu. Hatujui kwa nini ameishia pale. Hatujui kwa nini hajavuka pale. Hatujui kwa nini hajaendelea pale. Kuna mahali Ibilisi alikuwa na uhalali wa kuzuia mkono wa Mungu usifanye kazi. Yabesi akasema haiwezekani. Nitangangana na huyu Mungu ninayemjua mpaka huo mkono wa Mungu urudi kwenye maisha yangu.
nawe kang'ang'ane na Bwana leo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ombi la mwisho la Yabesi, alimwambia Mungu, nawe ungalinilinda na uovu. Alimwambia Mungu, nawe ungalinilinda na uovu. Uovu maana yake nini? Uovu maana yake roho za uharibifu, roho za mabaya. Nini Yabesi aligundua? Aligundua milango ya uovu ilikuwa wazi kwenye maisha yake. Ogopa hicho kitu. Wewe ni Mkristo safi, lakini milango ya uovu iko wazi kwenye maisha yako. Nini maana ya mlango wa uovu kuwa wazi kwenye maisha yako? Nitakupa mifano michache. Umeshawahi kuona vibaka wanavamia mtaa, wanaiba kwenye nyumba zote, lakini kuna nyumba hawaingii. Hata wao hawajui sababu kwa nini hawajaingia kwenye hiyo nyumba. Alafu huyu mtu mkimuuliza, hivi nyie vipi huko? Sasa sisi mbona hatujasikia? Walipita tena, hata geti tuliacha wazi. Mbona hawakuingia? Hawakuingia kwa sababu roho ya uovu ilizuiwa isitende kazi kwenye hiyo ardhi, ilizuiwa isitende kazi kwenye hilo eneo. Unakuta kwenye mtaa watu wote wanalalamika kuhusu wachawi, huku wanalalamika wanakabwa, huku wanalalamika walali vizuri, huku wanalalamika hiki kinatokea, lakini kuna nyumba moja hawaelewi hivyo vitu. Nyinyi mnasema kuna wachawi kwenye huu mtaa, mbona si hatujai kuona? Hatujai hata kuona uzito wa aina yoyote ile, hatujai hata kusikia. Sio kwamba wachawi hawapo, ni roho ya uovu imefanya nini? Imezuiwa isifanye kazi hapo. Tunakwenda sawa? Umeshawahi kufikiria mama ambaye, napenda mfano wa mama. Umeshawahi kufikiria mama ambaye roho ya uovu imezuiwa kwenye maisha yake, kwa hiyo anapita katikati ya kundi la vibaka ambao ukipitaga hapo katikati hawakuachi salama, lakini kwa sababu roho ya uovu imefanya nini? Imezuiwa. Nataka kuhakikishia unapita pale kama vile unapita mahali ambapo una ulinzi wa polisi, na vibaka wenyewe ndio wanakuwa vilanja. Yani anatokea kibaka mmoja, yani ukionekana tu kule anatokea kibaka mmoja, anakuwa kilanja wa wenzake. Oya washikaji, oya masela, oya, mwacheni mazaa, mwacheni mazaa. Wewe una habari, hujui kuna watu wako hapo wamekula unga, wamevuta bangi, lakini anatokea mmoja anazuia wenzie. Oya, lakini unatubania mwanangu. Sasa oya, mwacheni huyu, ana hela mwanangu, mwacheni. Unapita, unavuka, unafikiri umepita mahali salama, kumbe roho ya uovu kwako imefanya nini? Imezuiwa. Ngoja apite ambaye roho ya uovu kwake natenda kazi. Kilanja yule aliyezuia wengine ndio kilanja huyo anayeamsha wengine. Oya masela, chombo hicho, kitu hicho, mzigo huo mwanangu. Nataka nikuhakikishie, ukikanyaga tu hapo, hujui ni heleni walizitoa saa ngapi, hujui ni simu nani aliondoka nayo, unajikuta tu umepigwa mtama huko chini. Wanachukua mpaka viatu siku hizi, wanachukua mpaka sandals. Yani ukivuka hapo unatoka, mapigo ya moyo yote yanaenda mbio. Yani kuna namna ambavyo wewe unatakiwa upelekwe kwanza kituo cha huduma ya kwanza. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna hata uelewi ni kofi walikupiga au ni ubao ule walikutupia huko nyuma, huelewi chochote kilichokupata. Kwa nini? Kwa sababu roho ya uovu inatenda kazi. Sasa angalia, mnakutana wote wawili pale mbele. Huyu mmoja roho ya uovu inatenda kazi kwake, huyu mwingine roho ya uovu haitendi kazi. Mnakutana pale mbele. Wewe ambaye roho ya uovu inatenda kazi kwako, unaanza kuwalaumu hao vijana na kulaumu hiyo njia. Unasema hii njia ina vibaka, kwa nini serikali haitusaidie? Kwa nini? Yule ambaye roho ya uovu haitendi kazi kwake anakushangaa. Sema, lakini jamani, mnawaonea tu hawa vijana, mbona hawafanyi hicho kitu? Jamani, mimi si nimepita hapo sasa hivi. Watasema wewe uko nao. Watasema wewe uko nao. Haiwezekani watu wanapigwa hapa,
Haiwezekani watu wanachukuliwa simu hapa, alafu wewe unasema unapita hapo. Wewe unapitaje? Kwa sababu roho ya uovu haifanyi kazi kwenye maisha yako. Ninakuombea hiyo neema katika jina la Yesu. Roho ya uovu isifanye kazi kwenye maisha yako. Roho ya uovu iwe mbali na hema yako. Biblia inasema tauni haitakaribia hema yako. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na ndio maana hata wakati wa corona, sio kila nchi corona ilikuwa inapiga. Kuna nchi zingine tulikataa roho ya uovu kama Tanzania. Tulisema haitakuwa sehemu ya mipaka ya Tanzania. Tukaikataa hiyo roho ya uovu na Bwana akatusikia. Yabesi alimwambia Mungu haiwezekani. Kwa nini roho ya uovu inafanya kazi kwenye maisha yangu? Hivi maisha yako kufikiri wakizungumza kwamba tunafukuza wafanyakazi, unajua kabisa jina lako lazima liwe. Kwa nini wakizungumza wanaopandishwa cheo ndio usifikiri jina lako limo? Kuna mtu ambaye amekaaga mkao sawa, amekaa mguu sawa, kila kitu cha uovu kinapotokea anajua kabisa kinamhusu. Kuna barua za warning zinatoka, anajua kabisa na mimi nimo. Kuna wafanyakazi wanapunguzwa, anajua kabisa na mimi nimo. Kuna maduka yameibiwa, la kwangu lazima lipo. Yani anajua kabisa kwamba kuna roho ya uovu ina operate na inatenda kazi. Anza kuichukia leo na kuikataa katika jina la Yesu. Isiwe sehemu ya maisha yako. Yabesi alimlingana Mungu wa Israeli, akamwambia Mungu yatosha. Na wewe leo mwambie Mungu yatosha. Huyu Mungu sio mwanadamu, atakusikia. Kwa nini Yabesi alipitia hayo mambo magumu namna hiyo? Ni kwa sababu shetani alipata mlango wa kumuondoa kwenye nini? Kwenye nafasi. Wakati alipokuwa anafanya nini? Anazaliwa. Nimekusemesha kwa kirefu sana leo kwa sababu nilitaka at least upate picha kubwa. Kuna watu wengi sana, vitu tunavyovipitia ni ibilisi alidili na maisha yetu tulipokuwa tunakuja duniani, akapata uhalali. Na Mungu akinipa nafasi nitakusemesha na kitu kingine, kama Mungu atatupa hiyo neema ya kukaa kwenye hilo eneo. Lakini kuna vitu vingi sana ambavyo vilifanyika watu wengi walipokuwa wanazaliwa. Shetani aliwawahi akawatoa kabisa kwenye nafasi. Kwa hiyo Mungu anapotaka kujishughulisha na kitu chochote, hawapo kwenye nafasi. Mungu akitaka watembee kwenye viwango vilivyokusudiwa, hawako kwenye nafasi. Akitaka majina yao yainuliwe, angalia kinachotokea. Wewe umri wako unaendelea kwenda, lakini hauko kwenye nini? Kwenye nafasi. Mpaka unafika umri unakwenda shule, hauko kwenye nafasi. Unamaliza form 4, haupo kwenye nafasi. Unamaliza chuo, haupo kwenye nafasi. Unaolewa, hauko kwenye nafasi. Unakuwa baba wa watoto watatu, hauko kwenye nafasi. Hiyo nafasi uliondolewa lini? Ukiwa unazaliwa. Hauoni ni kitu cha ajabu sana? Kwa kuna baraka ambazo zinapotakiwa kuachiliwa kwa ajili ya watu walioko kwenye hiyo nafasi kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa ajili ya watu ambao Mungu alishatamka baraka kwenye maisha yao kabla hajawatoa kwenye matumbo ya mama zao. Hizo baraka zikiachiliwa hazikukuti. Ibilisi anasema huyu hayupo, huyu sio sehemu ya hii baraka, huyu sio sehemu ya hii baraka, huyu sio sehemu ya hii baraka. Yabesi Mungu alimpa neema ya kujitafakari yeye mwenyewe. Sijui alikutana na muinjilisti gani, sijui alikutana na mhudumu gani. Inawezekana ni Roho Mtakatifu alimfunulia. Yabesi unafeli, Yabesi unakwama, utafute uso wa Mungu. Kuna namna ibilisi amepata uhalali, kuna namna ibilisi amekuondoa kwenye nafasi ambayo ingefungua milango yako ya baraka. Kuna namna ibilisi amekuondoa kwenye nafasi ambayo ingekuwezesha kuzidishwa. Kuna namna ibilisi amekuondoa kwenye nafasi ambayo ingesababisha mkono wa Mungu uwe juu yako kwenye kila eneo unaloliendea. Kuna namna ibilisi amekuondoa kwenye nafasi ili milango ya uovu ndio iwe na nguvu kwenye maisha yako na sio milango ya baraka. Yabesi shtuka, Yabesi tafuta uso wa Mungu, mwambie Mungu haiwezekani, nirejeshe hiyo nafasi. Ndio maombi ninayokuombea katika semina hii. Bwana akamrejeshe kwenye nafasi. Nani amenielewa kabisa? Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa at least utakuwa na hizo prayer point, unamwambia Mungu kwamba Mungu, inawezekana milango ya baraka, inawezekana sizidishwi, inawezekana sioni favor, sioni upendeleo. Ukiona watu ni matajiri, usije ukafikiri wana kitu chochote wamefanya. Kuna upendeleo tu wa Mungu. Basi simple. Kuna upendeleo tu. Hakuna kitu kikubwa alichokifanya kuliko mtu mwingine. Kuna upendeleo tu ambao Mungu ameuweka hapo.
Ukiona mtu mwingine anaishi salama, lakini mwingine yuko anateseka, anaumia, maisha yake ni magumu, jua tu kuna huyu milango ya uovu kwake imezuiwa, kuna huyu milango ya uovu kwake imefunguliwa. Simple like that. Kwa hiyo ogopa milango ya uovu isije ikafunguliwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo kama kuna mahali popote unahisi kuna uovu, ni kuukataa, ni kuubatilisha kwa damu ya Yesu, ili utembee kwenye kiwango ambacho Mungu amekikusudia. Kila mtu anatakiwa kutembea kwenye kiwango ambacho Mungu amefanya nini? Amekikusudia, ili tuone hizo baraka ambazo zinatakiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba usimame mahali ulipo, twende mbele za uso wa Mungu wetu tena kwa maombi. Mungu wetu ni mwaminifu. Nataka tu nikutie moyo, kama haukuwa umepata nakala ya hivi vitabu, nakala za hivi vitabu ziko pale. Kuna ndugu yetu yuko pale atakusaidia kupata. Kwa hiyo wale watakaohitaji, kuna ndugu yuko pale yuko navyo. Nilivizungumza, kuna kitabu cha maombi ya kushindana. Ninatamani hiki kitabu ukipate, namna ya kusimama kwenye zamu kimaombi. Lakini kitabu cha ukombozi, kitabu cha uongozi wa Roho Mtakatifu. Hivi vitabu vitatu ni vitabu vinavyokusaidia kujua namna ya kusimama kwenye zamu, kusimama kwenye nafasi na kupigana vita vizuri vya imani. Lakini unataka kujua namna ya kufanya maamuzi sahihi kwenye vitu unavyofanya, kuna kitabu kinaitwa Nguvu ya Maamuzi. Lakini kuna kitabu kinaitwa Ukombozi wa Fikra. Bwana Yesu asifiwe sana. Vyote vinapatikana. Kitabu kimoja ni shilingi 5,000 tu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Siku ya kesho mtie moyo na mtu mwingine ambaye unatamani ashiriki haya maombi. Jitahidi kufanya uinjilisti. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapotuletea kitu cha namna hii, anataka tusimame kwa ajili yetu na kwa ajili ya watu wanaotuzunguka. Huwezi jua utakuwa baraka kwa nani. Tulikuwa mahali pengine niliona watu wakiwalipia watu mpaka bodaboda ili mtu aweze kuja kwenye maombi. Ukiona Mungu anakupa huo mzigo, fanya kwa Bwana. Huyo mtu akiinuliwa, Bwana atakukumbuka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo siku ya kesho tutaendelea kipengele cha pili. Tunachoangalia ni namna ibilisi anavyotuondoa kwenye nafasi, na tukishajifunza tunaenda mbele za uso wa Mungu kwa maombi. Lakini siku ya Jumanne tutakuwa na maombi maalum. Sema maombi maalum. Sema tena maombi maalum. Kwa hiyo siku ya Jumanne tutakuwa na maombi maalum. Nitakueleza siku ya kesho namna tutakavyoomba siku ya Jumanne na namna tutakavyofanya. Lakini pia tutaunganisha hayo maombi na sadaka maalum mbele za Mungu. Nimesikia Roho Mtakatifu ananinong'oneza hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kama umekuja kwenye ibada hii na sadaka, ninaomba ushike sadaka yako ambayo Bwana amekupa. Tunapoenda mbele za uso wa Mungu kwa maombi, hakikisha unaombea na hiyo sadaka. Sadaka yoyote utakayoitoa kwenye hii semina, itoe kimaombi. Usitoe kama kawaida. Toa kimaombi. Maana yake nini? Maana yake unganisha hiyo sadaka na nini? Na maombi yako. Mwambie Mungu, ninapoachilia hii sadaka, ninaomba unikumbuke. Takueleza kwa nini. Kuna baadhi ya watu wameondolewa kwenye nafasi kwa njia ya sadaka, na Mungu atatupa hiyo neema. Nitakupitisha kwenye hayo maeneo. Unakuta kilichomtoa mtu kwenye nafasi ni sadaka. Kuna sadaka imeenda imetolewa mahali ili huyo mtu asikae kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo sadaka unayoiachilia kimaombi ni sadaka ya muhimu sana. Ni sadaka ya muhimu sana. Kutengua sadaka zilizotolewa. Kuna watu wanapambana na wewe kwenye nafasi na wanatoa sadaka mara 5 kwa siku. Akigombana tu na wewe kwenye hiyo nafasi, anaomba mara 5, anatoa sadaka mara 5, akung'oe wewe kwenye hiyo nafasi, akuondoe kwenye hiyo nafasi. Alafu wewe unategemea utoe sadaka mara 1 na uitoi hata kwa kuiunganisha na maombi mbele za Mungu. Na itoa kama kawaida, kama desturi. Na mwenzako amejizatiti mara 5 kila siku.
hata kama akifanya mara 2 kila siku, hata kama akifanya mara 1 kila siku, bado atakuwa na nguvu kinyume chako. Kwa hiyo tutakapokuwa tunaendelea na haya maombi, sadaka yoyote unayoiachilia, achilia hiyo sadaka kimaombi pia, bila kujalisha ni kiasi gani cha sadaka. Wewe toa kwa imani na isemeshe kwenye madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa, unaweza Yesu, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa, maombi nayokuongoza kuomba ni kama kuna uhalali wowote wa adui wa kuzuia kile kitu ambacho Mungu amekikusudia kwenye maisha yako, huo uhalali wa adui ukabatilishwe sasa kwa damu ya Yesu, na Bwana akakurejeshee kile kitu ambacho kimeibiwa, kimekamatwa, kimetapeliwa na madhabahu za giza. Maombi ninayokuombea sasa ni maombi ya kuondoa huo uhalali, ili Bwana akurejeshee hicho kibali. Nafasi yoyote ambayo ibilisi ameipata ya kukuzuia, damu ya Yesu ikaingilie kati. Ninatamani kuona milango yako ikifunguka mara baada tu ya kuomba. Kama walikusahau wakakukumbuke tena, kama wakukuzungumzia kwa mema wakakuzungumzie kwa mema. Milango ya baraka iliyofungwa ikafunguke tena mara baada tu ya kuomba hapa. Kuna watu milango yao itaanza kufunguka. Ili juma litakuwa ni juma la milango kufunguka. Mlango wote uliofungwa, nafasi ulioondolewa, Bwana akakurejeshe tena immediately after you pray. Baada tu ya kuomba, kila mlango, kila baraka iliyoibiwa, hiyo favor ya kimungu iliyoondoka ikarudi tena. Huo uso wa Mungu ukarudi tena kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa. Hiyo neema ya Mungu ikarejeshwa tena mahali ambapo ilikuwa imeondolewa. Chochote kilichoibiwa Mungu anaenda kukirudisha tena. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kila uhalali ambao shetani ameupata kwenye maisha yangu nikiwa nazaliwa, kila uhalali ambao shetani ameupata nilipopewa jina, kila uhalali ambao shetani ameupata kwenye makuzi yangu, kila uhalali ambao shetani ameupata kwenye mifumo ya maisha yangu kuniondoa kwenye nafasi, leo ninaachilia damu ya Yesu inayonena mema, inene mema kwa ajili yangu. Damu ya Yesu isimame kama mwanasheria wangu. Damu ya Yesu initetee. Damu ya Yesu inisemee. Damu ya Yesu iniondoe kwenye eneo lolote la mashtaka, la hatia. Damu ya Yesu ifute hiyo hati ya mashtaka iliyo
iliyosimamishwa mbele yangu ili kuzuiwa, kwa jina la Yesu. Hati ya mashtaka juu ya uchumi wangu, hati ya mashtaka juu ya mafanikio yangu, hati ya mashtaka juu ya nafasi yangu, leo ninaifuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo ninarejesha ile nguvu ya Mungu kunitetea tena, kunisaidia tena, kuniinua tena, kunifanikisha tena, kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu ya msalaba iniinue tena kwa jina la Yesu. Kila uhalali wa mahangaiko, kila uhalali wa hasara, kila uhalali wa magonjwa, wa mateso, wa fedhea juu ya maisha yangu, leo ninaufuta, leo ninaubatilisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shetani achia, achia jina langu, achia nafsi yangu, achia roho yangu, achia mwili wangu, achia kibali changu kwa damu ya Yesu. Kila sadaka iliyotolewa ili kunizuia, leo naibatilisha hiyo sadaka, hiyo kafara kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuachilia damu ya Yesu. Sema mwenyewe kulingana na Bwana alivyokusemesha. Sema mwenyewe, peleka damu ya Yesu kwenye kila eneo ambalo ibilisi ana uhalali nalo. Peleka hiyo damu ya msalaba, peleka hiyo damu ya mwana kondoo kwenye kila eneo. Hiyo damu ya Yesu ikasimame kama mwanasheria wako, ikutetee kama jinsi Bwana alivyomsikia Yabesi, ndivyo anavyokusikia na wewe. Kama jinsi Bwana alivyomsaidia Yabesi, ndivyo anavyokusaidia na wewe. Biblia inasema kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Unapotamka, unapokiri, vinatokea kwenye ulimwengu wa roho, vinaumbika sawasawa na unavyosema, vinaumbika sawasawa na unavyoomba. Endelea kusema, mwambie Mungu, ninakataa mateso kwenye maisha yangu, ninakataa mahangaiko, ninakataa huzuni, ninakataa chochote ambacho ibilisi alikipanda nikiwa ninazaliwa, ninaking'oa, hakina mamlaka. Chochote kilichotumika nikiwa ninazaliwa ili nisifanikiwe, chochote kilichotumika kuniondoa kwenye nafasi, leo nakibatilisha kwa damu ya Yesu. Ninapeleka moto na damu ya Yesu tarehe niliyozaliwa, tarehe niliyozaliwa, napeleka moto na damu ya Yesu. Kama unasherehekea birthday, manake unaweza kupeleka damu ya Yesu kwenye siku uliyozaliwa, unaweza kupeleka damu ya Yesu kwenye eneo ulilozaliwa. Uhalali wowote ambao shetani alimpata wa kufunga milango yako, kuzuia baraka yako, kuzuia kibali chako, leo tunauondoa huo uhalali kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Huo uhalali wa magonjwa, huo uhalali wa hasara, huo uhalali wa mateso. Inawezekana milango ya baraka imefungwa. Tunaachilia hiyo damu, hiyo damu ya Yesu ipite kwenye kila eneo ambalo milango ya baraka imefungwa. Hiyo damu ya Yesu ipite kwenye kila eneo ambalo milango ya baraka imefungwa. Ndio huo mlango uliofungwa ninaufungua saa hii, ninaufungua saa hii, ninaufungua saa hii. Ndio huo mlango uliofungwa, mlango wa baraka, funguka kwa binti huyo, funguka kwa mama huyo, funguka kwa baba huyo. Ramakoreboseke randarabakoriandarabakoria rapakorobosaka. Wewe roho ya huzuni uliopata mlango kupitia jina lake, achia huo mlango, achia hiyo nafasi, achia maisha yake. Ninalitakasa jina lake, ninalitakasa jina lake. Hataitwa tena Yabesi, ataitwa mbarikiwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inawezekana ile neema ya kuzidishwa imeondoka leo. Ninaita hiyo nguvu kutoka kwenye msalaba ikakuzidishe tena, ikakuzidishe tena, ikakuzidishe tena. Mwambie Bwana, zidisha, zidisha, zidisha. Ninakataa kugawanya, ninakataa kutoa. Zidisha Bwana, zidisha.
naamrisha Bwana, randarabakorobosaka rapakorobosaka, ninaita mkono wa Bwana juu ya familia yako, ninaita mkono wa Bwana juu ya ofisi yako, ninaita mkono wa Bwana juu ya ndoa yako, ninaita mkono wa Bwana juu ya eneo Bwana alilokuweka. Inawezekana mkono wa Bwana umeondolewa. Leo ninaurejesha, ukaone tena upendeleo, ukaone tena breakthrough, ukaone tena upenyo, maana sio kwa nguvu wala sio kwa uweza, ni kwa Roho wa Bwana, asema Bwana. Rebo sakarabakoria reporia bakoria darabasaya. Na hiyo roho ya uovu iliyopata mlango, leo tunaufunga huo mlango wa uovu, tunaufunga huo mlango wa uovu, tunaufunga. Ndio nyie mapepo mliotumwa kuleta uovu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Endelea, hiyo nguvu ya Bwana inapita juu yako, inapita juu yako. Hiyo neema ya kuponya, hiyo neema ya kuokoa inapita. Rapakorebosaka randarabakoria reposekerendelebosaya rapakoria ndarabasaka, katika jina la Yesu.